tukiwa pia tuko na mwamba kaskazini Joe Makini. Sindio. Tunawakilisha kwa pamoja na kasi ya radi. Bana mwamba kwema? Bana fresh. Bana karibu sana Sayarini. Shukrani sana. Nilikuwa najaribu kupitia kwenye kumbukumbu zangu hapa nani mara mwisho tulizungumza ilikuwa lini mzee wangu, ilikuwa ni Februari kwenye tarehe 27 28 fulani. Ilikuwa tuna kama mwaka hivi hatujazungumza. Yeah. Last time ile umekuja. Siku zinaenda. Kwa hakika. Mambo yana kama ni juzi tu. Bwana, mambo yanakimbia sana. Yep. Inawezekana kwa mwaka jana na mwaka huu ndo umefululiza pia kupiga back to back nyingi. Sidhani kwa sababu back to back kumaanisha ngoma ngapi kwa mwaka? Sababu umepiga formula, umepiga kwa nini nasema mwaka jana na mwaka huu. Yaani kwa sababu hapa sema unajua kwa sababu natoa ngoma alafu sangine tunatoa kama weusi kwa hiyo inaonekana kama ni double yes sure. Lakini kwa mwaka jana nimetoa single ngapi? 2. It's your boy na formula. Ngafu mkabadilika ya weusi humu tu na hii hapa. Kweli noma kabisa, noma kabisa. Unakuaga kwenye comfort zone ukiwa unaandaa project ya peke yako au mkiwa ile ya weusi ndo mnakuwa una vibe sana kwamba yo sisi tuko shazi sasa hapa? Nikiwa kwenye kuandaa project yangu mwenyewe maana yake inakuwa nina uwanja mpana zaidi wa kufanya vitu vingi. Okay, kwa hiyo watu wananipata Joe Makini katika wa mitindo mingi sababu unajua. Lakini tukiwa katika weusi of course vibe inakuwa tofauti na ukiwa mwenyewe sababu the energy unapokuwa pamoja inakuwa the energy ni tofauti mkiwa wengi. Sure. Yeah, kwa hiyo huku kuna vibe zaidi, kote kuna vibe lakini huku kama Joe Makini kama Joe anakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kudhihirisha sio kuonyesha maana yake. Lakini kwa weusi unakuta labda anachezea 16 bars na kazi inakuwa rahisi kwa sababu tunafanya kwa kuchangia mawazo. Mko wengi hapa. Yes. Noma. Yeah, mambo ni mengi sana na tukimzungumzia Joe Makini sidhani kama kuna kitu ambacho hajakifanya au hajakigusa kwenye muziki kwa maana ideas, mashairi, nyanja tofauti. Kija kwenye mahusiano kuna zile ulimwengu wapenda nao, sijui how, majigambo, flows na kila style. Unapokuwa unaandika wimbo mpya, afu unajua kabisa kuna kitu karibu kila kitu nimeshawahi kukifanya. Huwa inakuweka katika wakati mgumu kiasi gani kusema kwamba nakuja sasa na hichi kitu? Unajua as long as uko hai na maisha yanaendelea kila siku, hauwezi kusema umeshafanya kila kitu kwa sababu kesho hatuijui. Kwa hiyo kila siku mpya ni experience mpya ya maisha. Yeah, kwa hiyo unaangalia tu moment ulioko na what is going on. Sound. Yeah. Inakufanya unakuwa bora zaidi. Yeah. Pia weusi mmekuwa mkifanya kazi kwa umoja wenu kama kundi na sifa nyingi zimekuwa zikija kwenu kwa sababu ya umoja wenu tangu mnaanza mpaka sasa hivi. Kitu ambacho hata watu wengi ama solo artist mmoja akiwa anafanya project zake huwa ni ngumu ku maintain. Ile siri ya mafanikio ya kundi la weusi tofauti na watu wengine ambao wanafanya hip hop Tanzania hata East Africa pia kwa ujumla, kwa sababu ndo kundi pekee hata Tera alituambia kwa Afrika tutajie kundi ambalo la hip hop limedumu mpaka sasa hivi, unakuta kuna weusi pale. Sure. Iko vipi hiyo? Mnaweza kuzungumzia vipi mwamba? Nadhani moja kati ya vitu ambavyo vinaweza pia vimetusaidia ni kwa sababu sisi tulikuwa ni kabla ya weusi tayari tulikuwa ni family, brothers, lakini love and respect ndio kila kitu ambacho tunatufanya tumedumu mpaka sasa hivi. Sio kwamba sisi ni malaika, hamna mtu na kila mtu ana kasoro zake, kila mtu ana dark side zake, lakini mnapokubaliana kwamba nyinyi wote hamjakamilika, kwamba hakuna Mr. Nice Guy. So mnaweza mkaelewana na mkaishi. So love and respect ndio kitu ambacho nadhani kinafanya weusi inaendelea ku maintain. That's wonderful. Mr. Nice Guy of course ni nice guy, kijana mzuri na vitu kama hivyo hapo. Tukibaki tu kwanza kwenye title you have a Mr. Nice Guy, na maanisha kijana wako King Mseke. Napenda the way unamkuza, the way una support kipaji chake, harakati zake za mpira na vitu kama vile pale. Kuna wazazi ambao sasa hivi wana watoto wanasikiza show na wanashindwa kufanya vitu kama vile unavifanya. Imekuwa rahisi kiasi gani kusupport harakati ama kipaji cha King Mseke mpaka kufikia pale ambako amefikia? Na ulitambua vipi kwamba mtoto anapenda mpira? Unatambua kipaji cha mtoto kwa kuwa karibu na yeye. Kuanzia amezaliwa wewe unamuona, wewe ndo mzazi wake. Kwa hivyo ni rahisi kutambua kitu ambacho mtoto anakipenda na anakiweza. Kwa hiyo kutambua kipaji cha mtoto ni jambo la kwanza, lakini kupata hiyo time na huo moyo wa kusimamia talenti ya mtoto ni jambo lingine la pili ambalo nadhani hasa ndio msingi wa swali lako. Sure. Kwa maana kwamba hata sisi kusema kweli tulizaliwa katika kizazi ambacho wazazi wengi walikuwa hawasupport sana talenti ambazo tunazo, na nafikiri hiyo pia huwezi kuwalaumu sana kwa sababu walikuwa hawaoni watu wengi waliofanikiwa katika hivyo vitu kama muziki na mpira kipindi cha nyuma.
Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine imetuchelewesha dunia, imechelewesha watu, yani dunia kujua sisi tuna uwezo gani, maana tumekuja kujitafuta wenyewe pamoja kujipata baadaye. Kwa hivyo nadhani ni muhimu sana kwa mzazi kwa sababu dunia sasa hivi ina mambo mengi sana. Teknolojia, maendeleo ni makubwa. Huwezi kujua kitu gani ambacho kinaweza kaja kumfaa mtoto katika maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo kama unaona mtoto ana kipaji, ni vizuri kusimamia mapema, kwa sababu kipaji ni kitu ambacho kinatakiwa kuendelezwa katika hatua za awali kabisa za ukuaji wa mwanadamu, yani yeye anakuwa nacho. Oh yeah, sure. Yeah, especially tena inapokuwa kama mchezo wa mpira wa miguu ambao ni mchezo wa umri. So ni lazima uanze mapema. Yeah. Moja ya vitu ambavyo inawezekana since umetoa ile line vimekuwa vikijirudia mara kadhaa sana kwenye sentences za watu when it comes kwenye kushauri, when it comes about music, ni line yako ya kwamba muziki una hela mwanzo unapoingia, hela nyingi ziko mbele hutozifikia. Ni moja ya line ambayo washikaji wengi wamekuwa wakitumia akiwa wanataka kumshauri msanii kwamba unajua muziki una hela sana mwanzo tu ukiwa unaingia ziko ndogo, lakini kuna nyingi ziko mbele. Wakati unatoa ile line ulikuwa umeanza kitu gani na ulikuwa unamaanisha kitu gani kusema kwamba muziki kweli una hela mwanzo unapoingia, hela nyingi ziko mbele hutozifikia? Kwa nini watu hawazifikii hizo hela nyingi? Kwa sababu kiwanda chetu cha muziki kwa moment ambayo tunasema nyimbo zinaandikwa kutokana na moment. Moment ambayo tulikuwa tunapitia sisi kwa hicho kipindi, unazungumzia ICM miaka kidogo ya nyuma. Tulikuwa kwenye mchakato wa kiwanda chetu cha muziki bado kukua, especially katika upande wa biashara. Kwa hiyo ambacho kinatuendesha sana sana kilikuwa ni dreams. Kwamba we do this today, we believe kwamba huko mbeleni tutakuja kuwa na mafanikio makubwa kwa maisha yetu, au hata kama sio sisi basi kizazi kinachofuata. Sure. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo katikati ni kusacrifice muda wako na kila kitu kwenye career yako. Yeah. Umeona sasa kitu ambacho nyewe mmekifanya ni kufanya kazi mkiwa na lengo moja la kutimiza ndoto zenu, kufanya vizuri na kufikia kile kitu ambacho mnakifikia. Unadhani wasanii wengi wa sasa hivi wanakwama kwa sababu ya kufanya kazi pasi na kuwa na ndoto ama mipango ya kufikia malengo yao? Kwa sababu tunaona kuna wengi ambao huwa wanaanza vizuri then mwishoni wanakuja wanaishia katikati, hapa tuelewa na kuwa wameenda wapi na vitu kama hivyo hapo. Hawafiki. Unajua hiyo sasa ni, unajua hatuwezi kuzungumzia watu by the way, kwa sababu kuna vitu vingi huwezi kujua kwa sababu gani mtu ameshindwa kuendelea. Oh yeah, sure. Lakini mimi naamini kama una passion na kitu na ni kitu kweli ambacho umeletwa duniani kukifanya, huwezi ukakiacha kirahisi. Yeah, that's what I believe. Kwa sababu hata kuna walioachia njiani, lakini kuna ambao wameendelea. Hata sisi wakati tunafanya rap, sio sisi tu, kuna watu kibao tulikuwa tunachana nao mistari wengi miaka hii, wakaacha muziki wakaingia kwenye shughuli zao nyingine. Bana huko bana mimi naona niingie. Kwa hiyo sio hata sasa hivi. Okay. Watu wengi wanaachia njiani kuendelea kushikilia hilo bomba ili waendelee kutoboa kwenda mbele zaidi. Kuna ups and down nyingi na challenges zipo za kutosha. Kwa hiyo nataka huo umeamua kweli kweli. Kwa hiyo sasa wengine unakuta mtu alikuwa hajaamua au alikuwa hajui anajiingiza kwenye mchakato wa aina gani, maybe nadhani labda itakuwa easy. It's not easy, no maana nisema pia hapo kati kuna kisu najiambia wale papa wabakaji mpira watu tumia. Katikati hapo kuna mchakato mingi sana. Sasa wengi wanashindwa kuvumilia hapo, wanaachia. Lakini naamini kama una passion na una dream, una ndoto ambayo inakusumbua na unataka kuitimiza, haitakuwa rahisi lakini inawezekana. Mfano wewe, visu najiambia ambavyo ulikutana navyo katikati na ukavipita ukaenda, ni vipi ili watu wajifunze pia kupitia wewe? Kuna vitu huwezi kuongea kwenye media, lakini nataka tu ujue kwamba sio vitu ambavyo vilinikwamisha ndio maana niko hapa. Oh yeah, sure. Yes, lakini haiwezi kuwa smooth. Yaani hiyo barabara ni rough. Okay. Rough road. Kwa ufupi labda tuiongelee ngoma ya ICM. Inawezekana wakati inatoka ulishawahi kuzungumzaga sana, ulishawahi kuiongeleaga kwenye muda ambao inatoka. Lakini inawezekana ikawa ni ngoma ambayo kama hapa nimekwambia kuna baadhi ya mistari imekuwa inatumika kufundishia vizazi vinavyofuata kwa nafanya hivi fanya hiki. Wewe ulikuwa ni kama huko ndani ulikuwa unajiambia wewe sasa ndio mimi ICM sasa, lakini ndio hayo mambo ambayo ulikuwa unajiambia wewe, watu wanawaona kina Joma kini ndani ya watu wengine kwamba inabidi ufanye hivi ufanye hivi. Yes. Ulipitia vitu gani au ulikumbana na vitu gani hadi ukaamua kuandika ICM? Vitu ni vingi, tunapitia vitu vingi kwa sababu kwanza hata wakati sisi tunafanya muziki kipindi hicho studio zilikuwa chache, kupata nafasi ya kurekodi ilikuwa taabu. Sisi tulikuwa tunatoka mikoani, maisha ya Dar es Salaam na vitu vingi, tulikuwa tunakutana na changamoto za sehemu za kuishi nini, vitu ni vingi mno. Kwa hiyo haikuwa rahisi. Kwa hivyo nilichukua jaribu kuelezea ni kwamba no matter what, jione katika picha ya ukubwa. Sasa utafikiaje ule ukubwa? Hiyo ndio tofauti ya Jomakini na watu wengine, tofauti ya wewe na watu wengine.
Kwa hiyo wote mnaanza mbio pamoja, lakini mnapofika kwenye finish line mnakuwa wachache. Kwa hiyo ili ufike pale katikati ujue kabisa itakuwa rahisi. Kuna vitu vingi. Tumepitia kiwanda cha muziki ambacho kinakuwa, kwa hiyo kina changamoto nyingi sana. Tofauti na sasa hivi kidogo. Changamoto haziwezi kuisha, ila zinakuja kwa style tofauti. Hata sasa hivi zipo, lakini mambo ni tofauti na kipindi cha nyuma. Sasa hivi mtu anaweza kutumia tu simu yake akajifungia chumbani kama ana crazy idea akaenda dunia. Anaua kabisa. Teknolojia ndio hizi. Ulisema pia ukiwa club unataka kama vipi muziki unaopigwa pia uwe loko. Babani kwa club na kunywa loko. Bia naomba muziki unaopigwa uwe ni loko pia. Hiyo ilikuwa ninajaribu kuwaonyesha watu kwamba tunasafiri kwenda nchi mbalimbali, unaenda South Africa usikii nyimbo za kwenu. Ukifika Nigeria ndo kabisa hata za South hawapigi, wanapiga za kwao. Lakini ukija kwetu kwa tunaendelea kuwakumbusha watu kwamba tuko wote katika kujenga nani moja. Kwa hivyo tukija hata kwenye club pia cheza muziki wa loko pia. Piga muziki wetu kwa sababu kwa njia moja ama nyingine ndo jinsi ambavyo tunaweza tukasonga mbele kwa pamoja. Kwa hiyo nilikuwa nawakumbusha kwa sababu sehemu zingine tunaenda tuko kwenye udhamini wa hizo local beer pia. Kwa hiyo na sisi ndo brand kubwa katika hiyo nchi. Kwa hiyo inabidi muziki wetu ulie kwenye hivyo hizo club, night clubs na radio station. Na kweli mabadiliko yametokea. Tumeona siku hizi nyimbo zetu pia zinachezwa clubs. Though so katika kiwango hicho, lakini zinachezwa kwa kiasi chake. Si ndio? Uko proud kiasi gani ukisikiza ICME ukawa unaangalia game ya sasa hivi inavyoenda na maneno ambayo umewahi kuyanena wewe, ukikaa ndio ukasikiza hiki mimi niko nasemaga hiki mimi niko nasemaga hiki. Ndoto siku zikalia, skani mkilialia, ndoto ni kuamka, mbio kuzikimbilia. Unaweza kuona ni wimbo ambao una inspire watu kwa kiwango kikubwa sana. Kwamba yani amka, anza na ulicho nacho, anzia hapo ulipo, usikae tu ukisubiri kwamba siku mambo yawe fresh sana ndio mimi bwana unajua naimba sema nasubiri kwa mambo yangu yawe fresh. Mambo hata haiko fresh. Subiri mambo inabidi uanzishe wewe ili aje kuwa fresh. Kwa hiyo chochote ulicho nacho, hiyo kwenye shule, hiyo kwenye biashara au kwenye nini, anza. Jione katika picha ya ukubwa. That's great. That's Mwamba, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Hii ni Planet Bongo Live kutoka Mikocheni, Dar es Salaam. Tuko na Airtel kama ambavyo tumekuambia. Kasi ya radi bado inaendelea washikaji zangu. Yani ndo mtandao pekee ambao ukiingia zako Instagram, Google, YouTube, unataka kustream mangoma ya Mwamba kaskazini dakika 0 tu. Mzigo habari za unataka kusikiza ngoma hadi vibe inakata inazunguka tu iPlay. Ukiwa na Airtel mambo hayo huko hakuna wenzako. Kasi ya radi mapema kabisa, chap shughuli ni mingi. Lakini kwa washikaji zetu pia wanaotumia Airtel Money wana enjoy sana kwa sababu makato kule ni rafiki kabisa. Yani wewe unamtumiaje mtu 12,000 hapo anatoa 10,000. Ile 2,000 anachukua nani? Kwa nini achukue? Inabidi ujiulize pia hapo. Ila ukiwa na Airtel mnyemwezi 12 unaipata kama ilivyo, au kati hata shilingi 10 washikaji zangu. Tena ukiwa kwa kulipa namba, ukiwa unalipa namba umeenda kwenye biashara ya mtu, bwana nataka jeans hilo bwana Sodox, nataka jeans hilo. Ukiwa bwana kiasi chake kunalipa namba ya Airtel hapo, kilipia tu basi ukati hata shilingi 10. Basi kwa kusema hivyo ni wataarifu pia kwamba maduka ya Sodox 69 yanapatikana Tanzaniani hapa. Ukipita pale Dar es Salaam, lakini pia ukipita kipande cha Kahama, Rock City, Mwanza Sogeni hapo kipande cha Kahama, maduka ya Sodox yanapatikana hapo. Pita Instagram andika Sodox 69_fashion au pita zako Instagram pia kwa ajili ya washikaji zetu ambao mpo Kahama, andika Sodox 69_fashion Kahama. Then unaruhusiwa pia kuchagua manguo yako mengi pale. Unaangalia bana nguo gani ameposti Mnyamwezi, bana mimi nimeipenda hii, piga simu kwenye bio yake, pana namba ya simu, then mambo mengine yanazungumzika. Au msemaji wa Airtel kutoka Singida ulikuwa unalipi la kusema? Mambo ni yale tu. Ukiwa na kasi ya radi pia unaendelea kuenjoy. Nikukumbusha mshikaji wangu, ukiwa na 5G Smart Connect inaweza kukuletea pia wifi ambayo inakupa nafasi ya kuwa na wifi ambayo unaweza kuunganisha watu wengi kwa wakati mmoja mkaendelea kuenjoy ikiwa nyumbani pale. Pia inatumia teknolojia ya 5G na haihitaji masuala ya kuunganisha waya. Ni kitu wifi tu ambapo unapata data isiyo na kikomo. Inakuunganisha vifaa vingi zaidi ambavyo nimekuambia hapo kwa wakati mmoja, huku ikikupa betri ya ziada ambayo inadumu na chaji kwa saa 6 hata umeme unapokatika unaendelea kustream na kuchapa kazi kama kawa bila utata wote. Kufahamu zaidi tembelea duka lolote lililopo karibu yako hapo la Airtel, lakini pia tembelea airtel.co.tz kwa info nyingi zaidi kuhusiana na 5G Smart Connect. Si ndio sasa? Mr. Nice Guy huyu hapa tuko naye. Bana, story ni nyingi sana. Tunapiga uthubutu na kila kitu ndo mafanikio ambayo ameyazungumza Jomakini hapa. Mimi nirudi nyuma kidogo kwa sababu pengine huenda ni vitu ambavyo havizungumzwi, lakini inabidi tuviweke sawa hapa. Umekuwa ni mfano mkubwa sana hususan kwenye muziki wa hip hop kutokea Tanzania na kwenda kufanya kolabo nje ya mipaka ya Tanzania. Hapo kwa majirani zetu watu kama kina BN hapo, kienda Nigeria, kina Davido, kina Chidinma na wengine. Vitu ambavyo
havionekani mara kwa mara kwenye game ya Tanzania, hususan kwenye muziki wa hip hop. Tuanze kuzungumzia hiyo nafasi kwanza kwa wewe Joh Makini. Inatufundisha kitu gani? Na game ya sasa hivi ya watu ambao wanafanya hip hop, amekaa tu pale maskani kijiweni anasubiri kwamba naye atafika international siku moja. Nadhani hiyo nikiongea nitakuwa tumeshasema mambo. Tumeshazungumzia namna ndoto na kuamini. Mimi sikuwahi kuona kitu chochote ni hakiwezekani. Kwa sababu hata by the time nafikiria kufanya collab na Davido, labda kuna watu ningesema kwa sauti kwenye maskani wangecheka. Okay. Yes, lakini mimi nilikuwa naamini kwamba it's possible kwa sababu mimi ni msanii na kipaji kikubwa, so labda ni hiyo nafasi ya mimi kukutana tu na yeye na ikatokea. Kwa hivyo ukishaamini ni moja kati ya hatua kuamini kwanza. Yaani lazima uamini katika kile kitu ambacho unakifanya. Ukikiaminia, hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuanza kukipambania sasa ili kitokee. Na it's possible. Kwenye vikao vyangu nikikaa naambiwaga familia siku zote huwa zina muongozo mmoja. Yaani kwamba familia fulani jamaa msanii Febi kwa yule babu yake mwenyewe alikuwa msanii yule. Sijui yaani kama ni vitu ambavyo vinafuatana kifamilia. Tuko proud sana kwenye muziki wa hip hop kuona kwamba tumekuwa tunatoa baadhi ya viongozi. Tunamzungumzia mtu kama Mwana FA ambaye ni naibu waziri, mtu kama Niki ambaye ni DC. Ukimzungumzia kwa mfano kama Niki hapa anaenda kama DC ambaye kwa namna moja ama nyingine kwa namna moja ama nyingine washikaji wetu wengi wanaamini kwamba kama Niki ameweza basi jiona naye anaweza kaa shie kufikiria naye aingie kwenye mambo ya siasa au naye kiongozi daraja mbili pale wa mkabizi kama vipi aendelee kurun michongo. Binafsi nitasema uongo nikisema nishaya kufikiria, lakini swala la kusema kwamba mimi ni kiongozi au si kiongozi, mimi ni kiongozi, nimekuwa nikiongoza watu kupitia muziki wangu. Na inspire watu na wafundisha na elimisha na burudisha. Ni kiongozi kutoka mtaani nilizaliwa mpaka hapa nilipofika. Lakini kusema kwamba niliwahi kuwaza kama nitaingia kwenye politics no, bado sijawahi kuwa na hilo wazo. Na kwa Niki wa pili ni kaka yake, tukiachana na kwamba wote mko weusi, ulikuwa unaiona hiyo like huyu baadaye atakuja kuwa kiongozi kwenye siasa na mambo kama hayo? Amekuwa na hivyo vitu toka kitambo. Ni mtu mwenye maono hayo toka kipindi cha nyuma. Alright. Okay. Sawa. Hivi Kilimanjaro ya kwako Lady JD na Jinako, plani zilikuwa video isitoke, maana ni moja kati ya ngoma kali sana ambayo nilitamani hata video yake ingetoka. Yani ikogo kwenye playlist yangu kila siku. Ni timeless, ni wimbo ambao hata sasa hivi ukisikiza una bang nayo naenda. Lakini nafikiri labda ni wakati ambao tulifanya, lakini pia namna ya kujiorganize, na kwa sababu pia tulikuwa tunawaza video yake katika ukubwa sana mpaka tukawa tunaona kwamba hatuwezi kufanya this time around, na kile kilichokuwa kimetokea. Alright. Na ile ngoma mlikuwa mnaimbia Kilimanjaro kweli? Kwa sababu nikisikiliza mimi kuna napata picha ya Kilimanjaro, lakini kuna vitu vingine tunaanza kuvipata kwamba kwamba alikuwa anaongea vitu gani? To be with you I feel like I'm on top of the world. Ndio. And I wanna stay just like Kilimanjaro mountain. Yani unajua Kilimanjaro huwezi kuihamisha pale. Sawa. Ndio kitu ambacho tunazungumzia kwamba kwenye nilikuwa naongea na vitu kama vitatu pale. Ule unaweza kusimama kwa mtu ambaye unampenda, mpenzi wako. Lakini katika kitu ambacho nakipenda kwangu mimi pia ilikuwa ni hip hop, nilikuwa naongea nayo pale. Yes, lakini pia nilikuwa tumeweka Kilimanjaro kwa sababu tunaamini kabisa kwa njia moja ama nyingine tulikuwa tunaipaisha nchi yetu. That's wonderful. Ilitokea vipi kumweka Lady JD ndani? Kwa sababu Jinako tunasema ilikuwa easy kwa sababu ni familia. Lady JD dada mkuu, tunajua uwezo wake. Yani mpaka inatokea naye anatokea pale, ilikuwaje? Wakati natengeneza ile chorus tukawa tunaona wimbo umekaa katika ukubwa na tukahitaji sauti ya mwanamke, na Lady JD ni msanii mkubwa, kwa hiyo kwa haraka ndio tulivyowaza tukaona hapa sister. Kwa hivyo tukaangalia namna ya kumfikia. Bahati nzuri aliposikia ombi letu akaitikia wito, akaja kwa Majani pale akapiga chorus. Alright. Plani za kutengeneza video zipo bado au zishakufa? Siwezi kuzungumzia chochote hiyo kwa sasa kwa sababu naogopa nikasema kitu ambacho pengine hakitakuja kufanyika. Ndio. Miaka kadhaa iliyopita, kama miaka 2-3 hivi iliyopita, tulikutana Dodoma kwenye
kwenye event moja pale. Moja kitu ambacho nilikuuliza, nilikwambia pia ni kwa namna ipi ambavyo waga unapokea yale mapokeo when scams kwa vijana wapya wanapokuja, lazimaga wakudisi wewe, wewe ambavyo unayapokea. Lakini takwimu zangu zinaniambia wewe ni moja ya wasanii ambao pia vijana wengi au wasanii wengi kuna muda waga wanajisaulisha na kushindwa kurespect kile ambacho umekiweka kwenye hii sanaa. Kwa mfano tulisha kuzungumza pia na Hussein Machozi ambaye ulifanya naye ngoma back in the days. Akasema kwamba yeye hakutakaga wewe uwepo kwenye ile ngoma wala nini. Imagine, na ni ngoma ambayo verse yako wewe ndio ilipendezesha ngoma na ilikuwa noma kabisa, lakini yeye hakuonyesha kwamba kupendezwa na kile ambacho ulikifanya wewe back in the days. Wewe unachukuliaje when scams kwamba umeshafanya vitu, umeshafanya kwa moyo mmoja, umesha push game, uko unafanya mambo yako mengine, lakini kuna watu bado wanakuwa wana disrespect kile kitu ambacho umekifanya kwenye hii sanaa? I don't care. Sijali kabisa. Yani sijali kabisa. Nilikuwa nimefanya vitu ambavyo ni vya kijenga, ningesema, lakini nimefanya vitu vya kiutu uzima, vitu ambavyo kabla mtu hajaongea inabidi afanye kwanza. Ndio. Na nadhani hiyo ni kutokana na kwamba ukilala ukiamka nipo, unakuja kwenye game nipo, na still I challenge you. So they don't like it. They don't like it sababu wanaona why is he still here? I ain't going nowhere. Yeah. He's still here. I ain't going nowhere. Yeah. Kwa project kama hiyo kufanyika, kwa sababu kuna vitu ambavyo huwa vinatokea alafu vinatokea kama hivyo, watu wanazungumza you don't care. I don't care. Kwa sababu nitakwambia hiyo verse ambayo amezungumza huo wimbo, yani nilifanya kwa heshima ya mtu mwingine, kwa sababu huyo alikuwa sio msanii ambaye nilikuwa nimemsikiliza kumfuatilia wala kumjua vizuri. Lakini kwa sababu Kid Boy alikuwa ni rafiki yangu sana, akati yuko Mwanza, nakwambia mimi na msanii wangu bwana, naomba utusaidie verse. Ndio akanitumia huo wimbo, na nakumbuka nilisikiliza, okay. Nikasema anyway, kwa sababu ya Kid nitafanya for the love of the game. Kwa hiyo nikaenda nikafanya hiyo verse kwa DX pale, alafu tukamtumia Kid Boy. That's it. Nilifanya kwa sababu ya heshima ya Kid Boy. Okay. Na msanii ulikuwa hujawahi kumuona wala nini? Sikujali tena, kutokana na heshima nilikuwa nayo na jamaa, kwa hiyo sikutaka kujua deep zaidi kuhusiana na huyo msanii. Okay. Let's talk about Kid Boy. Mchango wake kwenye kupush pia game yako. Tetemesha, kuna baadhi ya remix pia nisha kuzisikia zimefanyika studio zingine, zimekuja kurudiwa pale Tetemesha na vitu kama hivyo. Kwenye muziki wako kwa ujumla. Sio tu kwenye muziki wangu, kwenye kiwanda cha muziki Kid Boy ameplay part kubwa sana. Okay. Na especially kipindi hicho wakati ipo kanda ya Ziwa pale, yani naweza kusema industry ilikuwa Mwanza na Dar es Salaam kwa upande wa media. Kuna wao ndio walikuwa wanaongoza kule. Kwa hiyo walifanya kazi kubwa sana kufikisha muziki wetu mbali zaidi, kwa sababu hata media zao zilikuwa zinasikizwa mbali, kwa mashariki ya mbali ngoma zinalia. Kwa big shout out kwa Kid, na alikuwa baadaye akawa rafiki, familia. Tukienda Mwanza ndio kama hivi tunapiga mangoma, rekodi naye mangoma kadhaa pale Tetemesha Records. Sasa mimi nimesikia Mwanza hapa, nimekumbuka kwenye game huwa ni lazima vitokee kwa sababu it's hip hop. Umeshawahi kushindanishwa na watu wengi sana, Roma, Fid Q na vitu vingine, lakini bado utamuona Joh Makini yuko pale. Utamuona Joh Makini bado yuko pale, yani yeye ni yeye. Situations kama hizi zinapotokea alafu bado unapasua, afu tunakuona mwamba ule pale, huwa zinakufanya una feel kitu gani? I feel good. Yani actually huwa najisikia poa sana, kwa sababu naona okay, kuna huyu na sasa hivi huyu, then yule, why me? Because I'm the best. Kwa hiyo najisikia poa, kwa sababu mwanake kama unafanya kitu na kinaleta impact, lazima ukubaliane na vitu kama hivyo. Na end of the day sijaje hapa kwa ajili ya kumridhisha kila mtu. Kwa hiyo wale ambao wanakubali na kupenda kitu ninachofanya na wanaendelea kunisupport, I love them. Nashukuru, waendelee, kwa sababu na mimi sitaki kuwaangusha hao, lakini kuna wale wengine ambao wataendelea tu kukukosoa labda, na wapenda zaidi hao pia, kwa sababu ni lazima haters lazima wawepo, na naomba waongezeke, wawe wengi, kwa sababu wanatusaidia. Yani wanakufanya wanasema okay, kila siku unataka ufanye kitu fulani, wanakufanya usio kwenye comfort zone. Lakini kusema kwamba unanitarajia mimi niwe mkamilifu 100%, no, I don't wanna be Mr. Nice Guy. Oya, tunaenda kulenza sala hip hop saa hivi, washikaji zangu. Mr. Nice Guy bado tuko naye hapa, so make sure kwamba sauti ya radio yako iwe juu sana. Mnachokiandika kupitia 0683802966 na kiona, na nakuja kupita nacho muda usio mrefu. Usitoke.
Baki hapo hapo. Unasikia ile mupe muruke. Bado tuko na Mwamba Kaskazini, washikaji zangu. Na of course ni Sala Hip Hop. Na Mwamba, nataka uniambie kitu kimoja. Wewe ukisikiaga au ulivyoanza kuzisikia dakika 10 za maangamizi, kuna vijana wengi sasa hivi wamekuwa nayo wanazikimbia zile, wanaziogopa. Mtu kama Dogo Janja alisemaga anataka ni wa Mitego aje amuone siku akija dakika 10 za maangamizi. Ni kama alikuwa na mchallenge. Kwa upande wako, the way ambavyo unaonaga dakika 10 za maangamizi, vijana wakija hapa wanachana, brothers wakija hapa wanavochana, unaweza kuizungumziaje au unaweza kusema kitu gani cha kuadd kwenye dakika 10 za maangamizi? Kwanza naifananisha na kuna kipindi fulani kwa kinaitwa Rap City, tunafanya na Big Tiger cha Marekani, ambacho watu wanaingia wanachana. It's a good platform. Ni platform bab kubwa kwa sababu ni sehemu ambapo unaweza kumjua mtu ambaye ulikuwa umjui kabisa. Kwa hiyo kwa msanii, yani lights kama platform kama ile pale, kwa kipindi ambacho sisi tumekuja tunatafuta nafasi kwenye game, ilikuwa kinachafuka sana. Nashindwa kuelewa jinsi ambavyo marapa wapya na ambao wanatafuta nafasi kwenye game ambapo wanashindwa kuitumia vizuri dakika 10 za maangamizi. Ni sehemu ambayo unaweza kaingia ukaacha alama na watu, na safari yako ikaanzia pale ya kimuziki. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa tumfanye, muendelee kuiboresha, kuitafutia namna tofauti ya kuifanya zaidi na zaidi, ili endelee kuwa ni platform ambayo inaweza kuwafungulia watu wengi zaidi milango. Ndio. Sasa hivi tumekuja na maskani kuu ambao utaifanya Jango Beach pale Kunduchi tarehe 5. Sasa ile itakuwa balaa zaidi. Sasa tuifanye kama iwe ni maskani kuu, yani sehemu ambayo kila mwisho wa mwezi baada ya kumaliza dakika 10 za maangamizi mwezi mzima hapa, kila mwisho wa mwezi tunakuwa tuna chimbo moja ambalo karibia watu wenye talent wote, watu wa hip hop wanaojua kuchana, tunakutana hapo watu kuonyesha uwezo wao. Sawa. Si ndio? Bab kubwa. For real. Bila shaka pia utakuepo. I'll show up. Sababu ni mambo mimi nayapenda. That's good. Dombadha ilimelia, na mara kwanza unafika nilipiga nusu. Verse ya pili ya nusu, verse ya pili ya Dombadha. Kuna muda nikisikia nasema hapa Mkubwa mbona kama alikuwa amechafuka sana kwenye hii nusu hii anapokuja. Hii verse ya pili Dombadha kutumiana kilingilingi zimba kwa nasema nasikia madogo, sasa mmenizoea. Sasa ngoja niwabadilikie. Niwaonyeshe. Zilikuwaje kwaje? Kwa sababu ndo verse ambazo ya nusu ya pili na Dombadha ya pili zote ulikuwa unaweza kupiga ile chap chap. Kwenye hip hop wanahitaji ile tongue twister. Hiyo hapo. Ndio unabadilikia fulani, unasema sasa tulia ni wakomoe. Kwa na lengo la kumkomoa mtu yeyote ni unajua rap watu wengi wanaweza kurap, lakini kurap katika mitindo tofauti na isiyo boa, hicho ndio kitu kigumu. Ndio maana kuna watu wengine wanaitwa marap, wengine wanaitwa ma MC. Kwa hiyo ni katika kushare na watu kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenipa, kwamba yani tusikiza, tuna vitu vingi tumepewa, tunaweza kuchana katika mitindo mingi ambacho sio kila mtu amebarikiwa kuwa nacho. For sure. Kwa hivyo na sidhani yani hapakuwa na namna yote kusema kwamba unafanya kwa ajili ya kushindana na mtu yoyote, kwa sababu ilikuwa I see myself and nobody else. See nobody else. Rauli kule. All right. Who is Mr. Nice Guy kati ya anayemwachia Mungu na asiyemwachia Mungu? Unajua swali lako limekaa kidogo very tricky, kwa sababu unamwachia Mungu au mwachie Mungu katika style gani, kwenye jambo gani? Yani lazima kuwa kuna kitu. Una ngoma yako ambayo ulisema umwachie Mungu kwa sababu kumwachia Mungu maana yake ni nini? Maana yake sisi Mungu ametumba kwa mfano wake, maana yake sisi pia ni miungu. Okay? Yes, tuna umungu ndani yetu sisi, if you believe. Yes, kwa sababu Mungu alitumba kwa mfano wake. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ndani yako wewe ni imani tu, kwa sababu na ndio maana hata ukisoma maandiko vitabu mbalimbali vya zamani, kuna vita zingine zilikuwa zinaruhusiwa kupigana. Yes, yani kwa mfano kama watu wameingia labda wanavamia nchi yenu, yani hizo ni vita ambazo inabidi upigane. Uwezi kwa watu wanaingia wanakushambulia alafu unapiga magoti na sali. Imagine. Pambana. Hawezi kutokea malaika juu na silaha kaja kupambana. Kwa hiyo kuna vitu unabidi ufanye kwa vitendo, sababu Mungu tayari ameshakuwezesha, ameshakupa jinsi ya kupambana navyo. Kwa hiyo wewe unabidi ushow up. So mambo ya kupiga shavu la huku mpena la huku sio vitu vyako. Tafsiri ndio kitu ambacho huwa kinawachanganya watu kwenye vitabu. Watu wengi wanasoma vitabu lakini namna wanavyo tafsiri inakuwa tofauti. Yes. Na hapo ndo balaa linaanza. Balaa linaanziaga hapo. Baba Mr. Nice Guy, kuna sehemu umesema
tunakosea sana alafu tunapatia tena, alafu tunapoteana, alafu tunafuatiliana, hapo ndio sitopatikana. Ulikuwa unamaanisha kitu gani? Kwamba kuna muda unaamua sasa kutokupatikana sasa maana yake? Of course ukipatikana sana pia inaleta mazoea, alafu wakati mwingine inaweza kuleta disrespect. Unapokuwa unapatikana sana inabidi kuna wakati wa watu wasikupate. Yes, na ukishaona kwenye kufuatiliana inapokuwa tu kitu unaona hapa kuna kufuatiliana sana, hapo unakuwa sipatikani kabisa. Unapotea kabisa kufuatiliana, lakini tunakosea sana, hapo tunapatia tena, kwa maana kwamba hatuwezi kuwa wakamilifu kama binadamu. Yes. Kwa hiyo kukosea yani usije kama uko unafanya kitu afu ukakosea ukavunjika moyo, kwa sababu unapokosea ni sehemu mpya kuanza kujifunza, unajifunza jambo jipya kwamba ulikosea wapi, kwa hiyo unajifunza kupitia makosa. Kwa hiyo tunakosea sana afu lakini pia tunapatia tena. Kwa hiyo kuna muda sana unaamua kutopatikana. Kabisa. Ndio maana inawezekana labda ndio maana pia kwa sababu moja ya vitu ambavyo naweza nikasema labda inaweza kuwa ni sifa au sio sifa kutoka kwako ni kwamba ni moja ya brothers ambao sio watu wa rahisi sana kufikiwa. Yaani hata marafiki pia yani ukimwambia na shida najua mtafute mwenyewe. Unajua yaani kama kuna mipaka fulani ambayo umeiweka kwamba hautakiwi kunizoea hivyo. Lakini kinachonishangazaga kuna muda ni kwamba marafiki zako kadhaa ni watu wanaojihusisha na comedy. Kina Koi, kina TX, kina Mzee Shayo. Watu wa comedy wana kitu gani kwako wewe? Kwa sababu sifa yako kubwa inaonekana kwamba sio brother ambaye anazoeleka. Afu watu wa comedy ndio wanaonekana sasa ndio wanaye sasa wale. Unajua kuna vitu vingine vinakuja automatically. Mnaweza mkakutanishwa labda na maskani, labda mnakutana na mtu sehemu. Lakini wale wote ni watu ambao nilipokutana nao tu nimegundua ni wadogo zangu, lakini ni watu ambao ni big fans. Na wanapenda kile kitu ninachokifanya. Sure. Kwa hiyo wananipa heshima. Na mimi nawaheshimu, na mimi ni fan wao, kina Koi, kina Dula, kina Shafi, kina Nanga. Yani lazima nipite kwenye page zao kwa sababu unacheka, unapata furaha. Mimi napenda comedy. Napenda comedy. Yani na waheshimu sana sababu comedy kuchekesha sio kazi rahisi kama inavyoweza kuchukuliwa. Ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo kwa sababu wao wana show love na mimi na show love na huwa tunakutana. So yes, napenda wanachokifanya na wao wanapenda ninachokifanya. Okay. Kwa hiyo tumekuwa marafiki kupitia hiyo. Mungu ametuunganishia hapo. Kwa sometimes kumbe kuna kitu unaweza ukakiadi hapo kwenye notices zako, mshikaji wangu ananisikiliza, kwamba kuna muda kuna kujuana afu na mkishajuana kwa kuna kuheshimiana ndani yake. Usipitilize. Hiyo ni connection nzuri sana. Ukizungumzia vijana wa comedy wana trend hivyo, lakini pia upande wa pili kuna sasa hivi msemo wa uchawa na nini, watu wana push mipango yao. Kuna line pia Joh Makini unazungumzia, unasema usijilinganishe na mimi Joh. Sawa. Kufa maskini ukiita wenzio cha. Kujilinganisha na line ya kwanza inasemaje? Kujilinganisha na msio sawa. Na msio sawa. Kwa maana sio level yako. Yaani usijilinganishe, usiwe na tabia ya kupenda kujilinganisha na watu, utapata stress. Wewe angalia kile ambacho unakiweza. Alafu fanya rizika na kile ambacho unakifanyaje? Unakipata. Alafu angalia namna kukitumia au kukifanya kiwe kikubwa zaidi. Lakini usio unasikia fulani kapiga hivi, fulani kafanya hivi, kafanikiwa hivi. Utachanganyikiwa, usijilinganishe na mtu. Mbona hiyo ya uchawa hiyo? Kuna time kulikuwa kuna mjadala kwamba hawa ambao wanaonekana wanafanya hiyo kazi wana promote sana muziki wa kuimba kwa maana Bongo Flava. Nikawa nimepata discussion pia kwenye upande wa X, baadhi ya watu wanajadili kwamba hawa ambao wanaonekana wanapushi muziki wa Bongo Flava kwa kutumia wao cha hao ni kama vitu vinaenda zaidi. Wakawa wanapendekeza hata kwenye muziki wa hip hop pia viwemo vitu kama hivi kwa ajili ya kupush. Hii kwa sawa kweli kitokea kwa mfano labda Macha anaamua kupush, labda mimi nampush Joh Makini, si mimi nampush nani kwenye kupush muziki. Inawezekana hiyo pia? Au misingi ya hip hop haihitaji hiyo? Sidhani kama hiyo ina chochote cha kufanya na mambo ya misingi ya hip hop. Hizo ni biashara binafsi za watu. Okay. Hiyo ni strategy za watu kwa namna ambavyo wana promote vitu vyao na vitu vinaenda. Haina mipaka. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kufanya, wewe wa hip hop au Bongo Flava au nini. Okay. Nisikilize Mr. Nice Guy. Kwa mara ya kwanza kabisa kupitia Planet Bongo Mkubwa wa Kazi. Unaweza ukaizungumzia kabisa Mwamba kwa ufupi, kuiongelea idea ilikuwaje,
kuna muda nilikuwa nimetoka kusikiliza Issue Boy, nikaja ngasikiza Mr Nice Guy, nikasema mkubwa bora kama sasa hivi anakuwa kwanza kujiongelea yeye, anajipa matitle yeye tu. Issue Boy ndo mimi sasa, wanangu mnasemaje? Mr Nice Guy ndo mimi sasa. Mr Nice Guy so mimi, by the way, kisikiliza vizuri utakumbuka kama nasema Mr Nice Guy siwezi kuwa. Au umemkataa? Mimi siwezi kuwa Mr Nice Guy katika tafsiri ya watu wengi kwamba he's such a nice guy, yani kwamba mtu mwingine anaweza kafiri kwamba wewe umenyooka sana, ukosei, au uweze kuchelewa labda sehemu, ama yani vitu vyako vyote vinaenda bomba, kumbe una sehemu zako pia unaanguka, unakosea, unafanya nini kama binadamu. Sure. Kwa hiyo sasa kwa mtazamo wa wengi kwamba Mr Nice Guy ni mtu ambaye kanyooka 100%, huyo ndo siwezi kuwa. Wasikuwa perfect. Mtu gani unakuwa umenyooka hivyo umekuwa mbele mwisho ole? Na wale ulioweka kwenye picha kina Garabi, wale rafiki zangu na ambao kutokana na mitazamo yao na vitu wanavyovifanya nimeamua tu kuchallenge watu kwa jinsi iko ni hao katika wao unaowaona yupi anaweza kuwa Mr Nice Guy, na nimeona watu nafunguka chini pale na hata wenyewe wanajikubali kama Garabi kasema yake ni Mr Nice Guy. Sure. ni upi comment zake zimejirudia like kusema huyu ndo Mr Nice Guy? Comment zake zimejirudia kwamba yani yeye ndo katajwa sana. Comment nilikuwa zungumza comment kusema kweli sijahesabu. Okay. Ila umenipa idea, nitaenda kucheki pa. Alright. Tupate mshindi. Bado Mr Nice Guy hapo unaisikiza kwa mara ya kwanza kupitia Planet Bongo, na bado tuko na mwamba hizo na Bobo made it. Ametengeneza Bobo. Yes, Bobo yes. made it. Yeah. Noma sana Bobo. Shout out kwa Bobo made it. Ni mmoja kati ya vijana wadogo lakini ana muziki wa baadaye sana. Bobo mkali sana. Yeah. Ya Febi hapa. Jiangalie Febi. Jiangalie. Mr Nice Guy. Yeah, noma sana. Yani wanawake hakuna mkamilifu chini ya jua, washikaji zangu. Lolote linaweza kutokea muda wote. Sana wanabia Mr Nice Guy. Msinipe vyeo vikubwa huku, kuna siku nitanyeshea utashinda kuja kazini. Idea hii uliipata kwa sababu umesema kwa sababu uliona pia watu wanakuchukulia kama ni mwana fulani ambaye unaonekana uko right sana. Kwa mitazamo, unajua watu wengi wanapowatazama watu wengi wanawajaji kwa namna wanavyowaona, lakini hawajui undani na wa maisha ya mtu. Tunachojaribu kusema ni hicho tu kwamba yani ipo siku tu ya kuteleza. Okay. Yeah. Tachafua ile hewa. Hakuna mtu ile ya kuchafua ile hewa ile ukisikia. Ile haitaki uteleze kivyo vyote vile. Sasa yani I don't want to be Mr Nice Guy. Sababu najua haiwezekani kuwa perfect 100%. Kwa hivyo ukija kukutana na mimi au nikutana na wewe tutashare yale mazuri, lakini kuna yale ambayo ni mabaya, of course, na mapungufu yapo kwa kila mwanadamu. Kwa hiyo ili tuweze kwenda sawa tuvumiliane tu. For real. Yeah. Tuliwaambia mambo mengi kwa sababu tuliwaambia pia give me a break. Niache kidogo. Idea kama hizi huwa zinakuja na moments. Hivi ile time wakati mnaandika ilikuwa pia kwa sababu watu wengi walikuwa wanazungumza vitu vingi kuhusiana na Jomakini au na wewe pia? Definitely nimekuwa upo kwenye hiyo zone, you know. Muziki unaandika kutokana na moment na vitu vinavyotokea na kuendelea. Yeah, kwa hivyo like hiyo. Si ndio. Give me a break. Hapo ulipokaa hapo alikuja Warawara akatuambia sasa hivi kwenye mambo ya hip hop tumpunguze kidogo, tumwache kidogo, kuna vitu ana focus navyo. Tunakubaliana naye tumpingi. Mambo ya melodic rap. Kuna muda nilikuwa naona pia kama mlikuwa kuna kaubishana mlikuwa mnakafanya kuchagua ngoma ipi ya Weusi na kwa noma zaidi. Hadi sasa nataka tuongelee ambapo kuna muda ngoma inatoka labda Nicky anaweza kaa yupo, hata mkishoot sometimes Nicky anakuwa kwenye video. Ni mnaamua iwe hivyo, msimuhusishe sana huku, mwache abaki na mambo ya kiserikali kumsaidia rais, au kuna muda mtaka mfanye hivyo ili watu wana miss sometime? Na hapana, ni majukumu alionao ni makubwa. Kuheshimiwa na kuaminiwa na mheshimiwa rais sio kitu kidogo. Kwa hivyo ni lazima tumwache afanye ile kazi. Yeah. Ndio. Yes. Bana, shukrani sana for your time my brother. We do appreciate. Tarajia pia ujio wako mwingine, sijui ni lini tena itakuwa. I ain't going nowhere boys. Uko hapa. Boys. Ndio. Anything ngoma inapatikana, album yako, album nini mkubwa, sijakusikia muda mrefu ukizungumzia mambo haya. Yeah, last time nilitoa EP. Yeah, so inshallah maybe tuangalie mambo yanavyokwenda, wanaweza kupata album this year, lakini pia kutakuwa kuna album ya Weusi na kuja this year. So mwaka huu album zitakuwa 2. Huenda ila kuna hamna huu mwaka uishi bila album yoyote kati ya hizo. Inaweza kuwa yangu au
ya Weusi. Si ndio? Yeah. Bana, shukrani sana wazee wangu. Bana